Mwanaume huyu alipokuwa anatembea alikumbana na tukio la ajabu. Alimwona msichana amelala kifudifudi mbele ya mashine ya kuuza bidhaa huku kichwa chake kikiwa kimenasa ndani ya mashine hiyo. Mwanaume huyu alishtuka sana. Iliwezekanaje msichana huyu akanasa kichwa chake humo? Alipomwona akiendelea kujitahidi kujinasua bila mafanikio, Neil alitaka kumuuliza kama alihitaji msaada, lakini ghafla msichana huyu alionekana kumwona na akamuita kwa jina lake moja kwa moja. Akiwa ameshtushwa na sauti yake ya kutisha, Neil alikimbia haraka kutoka eneo hilo, lakini mara tu roho ilipomlenga hakukuwa na njia ya kuikwepa. Alipofika kwenye ukumbi wa jengo, alimwona mvulana mdogo akitokea mbele yake. Kabla Neil hajapata nafasi ya kuitikia, mvulana huyu alimkimbilia moja kwa moja. Siku chache zilizopita mtu maarufu aitwaye alikuwa amealikwa kushiriki katika kipindi cha mawasiliano na mashabiki. Kazi yake ilikuwa rahisi tu, kukaa studio na kupokea simu kutoka kwa mashabiki. Matangazo ya moja kwa moja yalipoanza, simu zilianza kupigwa moja baada ya nyingine. Mwanzoni kila kitu kilikuwa cha kawaida, lakini simu iliyofuata ilipoingia, studio nzima ilinyamaza ghafla. Hakukuwa na sauti ya shabiki, bali mlio hafifu wa mawimbi ya simu pekee. Wote walidhani ni hitilafu ya mawasiliano na walitaka kukata simu, lakini wakati huo huo sauti ya mwanamke ikasikika. Alimuuliza, je, ulipokea kanda? Kama umeipokea, tafadhali sikiliza wimbo wangu. Yaka alishangaa sana. Kabla ya kipindi kuanza, kweli alikuwa ameona kanda ya kaseti. Wakati huo Mary alikuwa akipanga barua za zamani kwenye gala. Yaka alipokuwa akipita, alimwona akitoa kaseti iliyokuwa imeandikwa maneno, tafadhali sikiliza wimbo wangu. Lakini kwa sababu kipindi kilikuwa kinaanza mara moja, hawakupata muda wa kuisikiliza. Jambo hilo lilimfanya Yaka hisi wasiwasi, kwa sababu kaseti hiyo ilikuwa imetumwa kwa posta miaka 30 iliyopita na ilipaswa kuwa imesahaulika kabisa. Hata hivyo, mara tu ilipopatikana tena, mtu akaanza kuulizia kuhusu kaseti hiyo, jambo lililomchanganya sana Yaka. Mara kipindi kilipoisha, Yaka akaelekea gala, lakini alipofika tu mlangoni alisikia mtu akiimba ndani. Taa zilikuwa zimezimwa na kulikuwa na giza nene. Yaka alianza kuhisi hofu kidogo, akaanza kuingia taratibu ndani, lakini alipoinyanyua tu ile kaseti, sauti ya Mary ikasikika ghafla nyuma yake. Yaka alichanganyikiwa. Mary alitaka kumuuliza kama alikuwa sawa, lakini Yaka tayari alikuwa ameshtuka sana. Akamsukumia Mary ile kaseti mikononi na kaondoka. Alipofika kwenye lifti, akagongana na msichana ambaye hakumfahamu. Vitu alivyokuwa amebeba vikamwagika sakafuni. Yaka akainama kumsaidia kuviokota, lakini ghafla akasimama, kwa sababu mdundo ambao msichana huyu alikuwa akiupigia mluzi ulikuwa ule ule kabisa aliokuwa ameusikia ndani ya gala. Yaka akainua macho polepole. Msichana huyu alikuwa akimtazama moja kwa moja bila kupepesa macho. Milango ya lifti ilipofunga taratibu, msichana huyu akatoweka kabisa bila kuacha alama yoyote. Baada ya hapo, meneja wake akaajiri mpelelezi binafsi. Muda si mrefu, mwenzake Neil akatoa kidokezo. Alisema kwamba baada ya kurudi kutoka kituo cha redio, alikuwa akiendelea kutaja mdundo fulani. Neil alipokuwa akiuelezea, akaanza kuupigia mluzi. Mwanzoni ulisikika wa kawaida, lakini ghafla macho yake yakawa matupu, kana kwamba hayakuwa nafahamu. Haijalishi walimuita mara ngapi, hakuitikia. Ilikuwa mpaka ule mdundo ulipoisha ndipo Neil aliporudiwa na fahamu zake, lakini hakuwa na kumbukumbu yoyote ya kile kilichokuwa kimemtokea. Kisha mpelelezi akamhoji mtu mwingine. Mara Jesse alipoingia chumbani akavuta mapazia. Charlie akamuuliza kama alikuwa na kidokezo chochote. Hapo ndipo Jesse alipoeleza tukio la ajabu lililotokea wakati wa mazoezi. Vifaa vyake vya masikioni vilikuwa vimeanguka. Alipoinama kuvichukua, aliona miguu ya msichana ikiwa pembeni kabisa ya Ike. Jesse alistuka na kainua kichwa haraka, lakini hakukuwa na mtu yoyote karibu na Ike. Alidhani labda macho yake yalikuwa yamemdanganya. Cha shangaza zaidi ni kwamba mwenzake mwingine pia alikuwa ameiona miguu hiyo.